Yes, shalom rafiki yangu, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Tumekuwa na muda mwingi sana hatujaweza kuonana katika vipindi vyetu vya live hapa na pale, ila namshukuru Mungu sana kwa neema hii tena tumeweza kurejea. Kwa hiyo nikuombe sana, kama ulikuwa bado hujasubscribe unaweza kusubscribe, ulikuwa bado hujalike unaweza kulike, lakini Mungu pia yukupa neema, unaweza pia kushare na watu wengine ili tuweze watu wengi kuwafikia kwa injili hii. Majina yangu naitwa Pastor Ezekiel Mgonja. Mungu amenipa neema ya kuwa mchungaji msaidizi wa kanisa la TAG Mzumbe ambalo linaongozwa na Pastor Gregory Daudi. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu sana kwa ajili yako, na bila kupoteza muda sasa naomba niombe alafu tuweze kuendelea. Baba yangu na Mungu wangu, ninakushukuru, asante kwa neema yako na uaminifu wako. Mungu umetupa nafasi, umetupa kibali tena kuwepo mahali hapa kulihudumia kusanyiko lako. Roho Mtakatifu na kusina na kuomba sasa, yule ambaye anatufuatilia hiyo yuko ndani ya Tanzania au nje ya Tanzania, naomba Bwana mguse kwa utukufu wako. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini, amen. Leo natamani tutajifunza somo moja la baraka sana. Kama una mahali pako pa kuandika, andika. Somo linasema tambua majira ya kutoka hapo ulipo. Tambua majira ya kutoka hapo ulipo. Nitasoma maandiko machache alafu tuweze kuendelea sasa. Nianze na kile kitabu cha Mhubiri ile sura yake ya 3, Mhubiri ile sura yake ya 3 na ule mstari wake wa kwanza. Mhubiri 3:1, Biblia inasema ya kwamba kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Nitarudia tena. Anasema hivi, kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Lakini pia nisome kile kitabu cha Kutoka ile sura yake ya 12 na ule mstari wa 41 pale kwa haraka kidogo, na naomba nisaidie kusoma kwa haraka. Inasema hivi, ilikuwa mwisho wa miaka hiyo 430, ilikuwa ni siku ile ile ya kwamba majeshi yote ya Bwana yalitoka nchi ya Misri. Nitarudia tena, inasema ilikuwa mwisho wa miaka hiyo 430, ilikuwa siku ile ile ya kwamba majeshi yote ya Bwana yalitoka nchi ya Misri. Kama umesahau ujumbe wetu wa leo, nitambua majira ya kutoka hapo ulipo. Nimesoma kitabu hiki cha Kutoka sura ya 12 mstari wa 41. Tunaona hapa kwa habari ya wana wa Israeli. Nataka nikurudishe nyuma kidogo ili upate kuelewa nini nataka kuzungumza na wewe hapa. Mungu alimwaahidi mtumishi wake Ibrahim ya kwamba uzao wako utaenda utumwani, utaenda kwenye nchi ya ugeni, na huko watakapoenda watakaa miaka 400, na baada ya hapo watarudi tena kwenye nchi yao ya ahadi. So Mungu alishazungumza naye Ibrahim ya kwamba kwenda kwenye nchi ya utumwa wataenda, lakini baada ya miaka 400 watarudi tena kwenye nchi yao. Kwa hiyo hapo katikati kukatokea njaa. Ukisoma kile kitabu cha Mwanzo ile sura yake 40 41 na kuendelea, utaona kuna njaa ilitokea duniani kote, kuna njaa ilitokea. Na at that time Mungu alimpa neema mtu mmoja anaitwa Yusufu, ambaye Yusufu huyu watu wengi tunajua habari zake ya kwamba alikuwa mtoto wa mzee Yakobo, ambaye yeye kwa asili ni mtu wa Israeli, lakini alienda kule Misri. Kwa sababu gani? Ndugu zake walimuuza kama mtumwa, na wale Waishmaeli walipomnunua walimuuza Misri kama mtumwa. Kwa hiyo yeye alienda Misri kama mtumwa, lakini hapo baadaye Mungu akaja kumpa neema ya kuja kuwa kiongozi mkubwa sana katika taifa la Mungu la kule Misri. So jamaa alipoenda Misri, Mungu alimpa neema ya kuja kuwa waziri mkuu katika ile nchi. Na Mungu alimpa neema kwa sababu gani? Aliweza kutoa suluhisho la tatizo ambalo yeye aliliona baada ya mfalme kuota ndoto ya miaka 7. Aliona kuna miaka 7 ya njaa na kuna miaka 7 ya shibe. Yeye alipoona yale mambo akampa mfalme hekima ya kwamba hii miaka 7 ambayo Mungu atatupa ya neema, miaka ambayo tutakuwa na chakula kingi, tunapaswa kama taifa kuhifadhi chakula ili ile miaka 7 ya njaa, kile chakula ambacho tumekihifadhi kwenye miaka 7 ya shibe kitusaidie kwenye miaka 7 ya njaa ambayo inakuja duniani kote. Na baada ya hapo jamaa akapewa nafasi, akaja kuwa kiongozi mkubwa sana. Na kweli baada ya miaka 7 ya shibe kupita, miaka ikaanza ile 7 ya njaa, na duniani kote lile jambo lilitokea. Ilifika wakati Misri ikawa inahudumia dunia nzima kwa maana ya chakula. Sasa baada ya ndugu zake ambao walimuuza huyu jamaa aitwa Yusufu, walipomuuza ndugu zake, sasa baada ya kipindi hicho cha njaa kufika, walikuwa na hali ya uhitaji wa chakula. So wakaenda Misri kutafuta chakula, kwa sababu Misri peke yake ndio nchi peke yake ambayo ilikuwa ina chakula kwa majira hayo. Kwa walienda maksudi kutafuta chakula. Walipofika pale, wao walimsahau Yusufu, lakini Yusufu aliwakumbuka wao. So baada ya Yusufu kuwakumbuka, Yusufu akatafuta namna ya kuwaleta ndugu zake. So baada ya hapo, nifupishe kidogo kwa sababu muda wetu, jamaa aliwaleta ndugu zake kwenye nchi ya Misri ili aweze kuishi nao pamoja, kwa sababu kipindi hicho Yusufu Mungu alimpa nafasi.
Mungu alimpa nafasi, cheo kikubwa sana. Kwa mfalme Farao wa kipindi hicho, kwa sababu ya heshima aliyokuwa nayo juu ya mtumishi wake anaitwa Yusufu, alitumia nafasi hiyo Yusufu kwenda kutambulisha ndugu zake kwa mfalme Farao. So Farao aliwapa eneo moja linaitwa Gosheni. Aliwapa hilo eneo kwamba Yusufu na ndugu zake watakaa hapo, wataishi hapo, watakula hapo, kama kufuga, kama kulima watalima. So Misri kuna eneo linaitwa Gosheni, eneo ambalo wana wa Israeli walipewa kukaa. Cha ajabu ni kwamba Mungu aliwaambia watakuja kukaa pale utumwani miaka 400, na baada ya kipindi kidogo Yusufu alikufa. Sasa kwa sababu Yusufu alikufa, mfalme ambaye alikuwa anamjua Yusufu wala alikuwa ana shida na wale watu, kwa ufalme ukazidi kuendelea. Lakini sasa wale watu Mungu aliahidi miaka 400 ndio ambayo watakaa utumwani, lakini cha ajabu wao walirelaksi. So baada ya miaka 400 kupita, Biblia inasema ya kwamba akainuka Farao asiyemjua Yusufu. So alipoinuka Farao asiyemjua Yusufu, ndipo sasa kuna mambo yanaanza kubadilika, kuna vitu vinaanza kubadilika. Na baada ya hapo ndiko ambacho nataka kuzungumza hapa, ya kwamba tambua majira ya kutoka kwako. Wana wa Israeli wao hawakutambua kwamba baada ya miaka 400 tunapaswa kutoka kwenye nchi hii na kurejea kwenye nchi yetu. So wakawa wamerelax, wakaanza kuyapenda mazingira, wakaanza kuyazoea mazingira ya Misri, wakazani ya kwamba pale ni kwao, wakahisi yale ndio mazingira yao, kwamba ndio mali Mungu amewaambia. So Mungu ilibidi atengeneze mazingira ili watu hawa waweze kutambua majira ya kutoka hapo walipo. Nataka nikwambie kitu kimoja, usipotambua majira ya kutoka hapo ulipo, hauwezi kutoka hapo ulipo. Usipotambua kwamba huu ni wakati wangu wa kutoka kwenye mazingira yanayopitia sasa na kwenda viwango vingine, huwezi kutoka. Kuna watu Mungu akiwatazama anaona kabisa nyinyi hapo mlipo hamkupaswa kuwepo hapo, uenda kwenye ofisi fulani. Mungu akikuangalia yusi kwenye hiyo position ambayo upo, ni kama una deserve kuwepo hapo kila siku. Lakini Mungu akikutazama anakuona kuna mahali fulani anatakiwa kukuona, kuna position fulani ya juu zaidi unapaswa kuonekana. So kuna mazingira fulani Mungu inabidi ayatengeneze ili uweze kutambua kwamba hayo sio majira yako. Wengine mmekuwa mnaumwa magonjwa kwa muda mrefu na unachukua kwamba huu ni ugonjwa wangu, huu ni ugonjwa wetu, tumekuwa tunaumwa kwenye familia. So Mungu ili aweze kukutoa hapo, inabidi aandae kwanza mazingira ukwambia kwamba unapaswa kutoka hapo ulipo. So leo nitazungumza vitu vichache. Unawezaje kutambua kwamba haya ni majira yangu ya kutoka hapa nilipo? Wewe ndio umekuwa addicted kwa muda mrefu, una dhambi imekuwa inakutesa, una vitu vimekuwa vinakutesa, lakini haujui kwamba hivi haya ni majira yangu ya kutoka. Na wengine kuna namna, kuna hali fulani umekuwa unapitia, hali ya mateso, unapitia mapito ya ajabu sana. Unasema hivi, mimi natoka lini? Sasa Mungu anakuangalia vile unauliza unatoka ni Mungu ambaye mbona muda wako tayari umeshafika, lakini shida ni kwamba hujatambua. Biblia inasema hivi, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. So ndio kwa pale kukupa maarifa utambue kwamba hayo ni majira yako ya kutoka au majira yako bado. Jambo la kwanza, dalili gani ambazo utazijua? Ukiona hizo dalili unajua kwamba majira yangu yamefika ya kutoka. Jambo la kwanza kabisa, Mungu anaondoa utegemezi wa watu unaowategemea au uliowazoea. Narudia tena, Mungu anaondoa utegemezi wa watu uliowategemea. Nisikize vizuri hapa kwenye kile kitabu cha Kutoka ile sura yake ya kwanza ule mstari wake wa 8, Biblia inasema hivi, akainuka Farao asiyemjua Yusufu. Maana yake ni kwamba Farao wa kwanza alikuwa anamjua Yusufu, waliokuja walikuwa wanamjua Yusufu ni nani, amefanya nini kwa taifa lao. So walikuwa wanawaheshimu wana wa Israeli kwa sababu ya mtu anaitwa Yusufu. So heshima ya wana wa Israeli ni kwa sababu kuna mtu anaitwa Yusufu ambaye kuna mambo aliyafanya kwenye taifa la Misri, mambo ambayo yalimpa heshima yeye na ndugu zake. So kilichowafanya wana wa Israeli waheshimiwa kwenye nchi ya utumwa, kwenye nchi ya watu ya Misri, ni kwa sababu kuna mtu mmoja anaitwa Yusufu. So wafalme waliokuwa wanakuja, wafalme walikuwa wanamjua Yusufu ni nani, alifanya nini kwenye taifa. So hapa anazungumza sema hivi, sasa akainuka Farao asiyemjua Yusufu ni nani, asiyejua mchango wa Yusufu kwenye taifa la Misri. So alipoinuka jamaa ndo akaanza kubadilisha mazingira, akaanza kuwashtua. Hapa ndiko sasa hali inaanza kuwa mbaya kwao. Hili jamaa lilipoinuka ndo mazingira yakaanza kubadilika, hali ikaanza kubadilika. Ikafika kipindi sasa wana wa Israeli wakajua this is not our country, hii sio nchi yetu, hapa si mahali petu, tunapaswa kutoka. Ni kwa sababu gani? Kuna mtu mmoja aliinuliwa anaitwa Farao asiyemjua Yusufu. Kumbe iliinuliwa Farao anayemjua tena Yusufu. Wana wa Israeli walikuwa na possibility kubwa ya kuendelea kubaki kwenye nchi ya watu. So Mungu alichokifanya ni ilimpasa amuinue Farao asiyemjua Yusufu ili waweze kutoka. Nisikize kwa makini sana. Kuna watu Mungu inabidi awaondoe kwenye maisha yako, alafu kuna watu Mungu inabidi awalete kwenye maisha yako ili wawe pulling factor yako, pushing factor
wakuondoe pale ambapo upo ili akupeleke mahali ambapo unapaswa kuwepo. Kuna watu fulani wakiwepo kwenye maisha yako watakufanya usitoke hapo ulipo. Mungu inabidi awaondoe hao watu, aondoe utegemezi wao kwako, so ili wewe uweze kutoka hapo ulipo. Kuna aina fulani ya watu Mungu akiwatazama anaona watu ili waweze kutoka hapo inabidi watoke kwenye maisha yako. Nimewahi kutoa shuhuda siku moja. Mimi mwanzo nilikuwa mtu ambaye kwa maisha yangu, ninasema kwa uzuri wala si kwa ubaya, Mungu amefanya maajabu sana. Mungu amenipa mtu mzuri ambaye kwangu ni baba, Pastor Gregory. Mtumishi huyo Mungu, wakati mimi niko naingia kwa wito, siku moja leo kuniambia hivi, akaniambia, mwanangu, sisi tumeitwa na Mungu, sio watu. Sisi hatujaitwa na watu, tumeitwa na Mungu kuwatumikia watu. So sisi tunawatumikia watu ambao watu wao ni Mungu ametuita kuwatumikia. So sisi hatulipwi na watu, tunalipwa na Mungu kupitia watu. Hicho kitu aliniambia nikakumbuka sana. Lakini pamoja na hiyo statement ambayo alinipa, aliniambia hivi, wewe ni kweli mchungaji wangu msaidizi, lakini kwangu mimi nakuona kama mtoto kwangu pia. So ukiwa na uhitaji wa fedha ya aina yoyote ile, wewe usiogope kuniambia. So nikiwa chuo cha Biblia pale Central Bible College, wakati nasoma Global University pale kwenye kituo cha Dodoma, siku moja nilikuwa nimezoea natuma message kwa Pastor Gregory na shida na fedha fulani, anatuma, yani ni papo kwa papo. Jibu la message ya hela ni hela, yani unaomba hela kabla hujajibiwa message kama utapewa hela unakutana na hela. So ilikuwa ni kawaida kwangu. So kuna kipindi fulani akawa amepitia na yeye, alikuwa anamuguza baba yake mzazi. So at that time ilikuwa ni nyakati ngumu sana kwake. So mimi nilituma message kwake na shida na fedha. Sasa ikaenda message inasomwa, alafu mzee ajibu, mbona ngasema mambo, nikatuma tena. Baadaye ile statement ambayo Pastor Gregory aliniambia nikaikumbuka ndani yangu kwamba, mwanangu, sisi hatukuitwa na watu, sisi tumeitwa na Mungu kuwatumikia watu, na kwa sababu hiyo tunalipwa na Mungu kupitia watu. Hiyo kitu ikanikumbusha kwamba kumbe Mungu anaweza kunitunza, anaweza kunilipa, anaweza kunihifadhi kupitia watu, kwa sababu yeye ni Mungu. So mimi kwa sababu silipwi na watu, Mungu ndo anajua hizo pesa atazitoa wapi na kwa watu gani. So hapo ndipo ambako Mungu akaanza kunifundisha namna ya kumwangalia yeye 100% na bila kuangalia watu. Kuna watu tumekuwa tunawatazama, tumekuwa tunawaangalia, na hao watu kuna wakati Mungu anaona huyu mbona kuna viwango ilipaswa aende, ila huyu mtu kwa sababu kuna watu fulani wamemzunguka hatofika. Kwa hiyo inabidi hao watu ni waondoe ili aweze kufika. So baada ya hapo ndo nikajifunza kuna watu ambao Mungu anawainua, wanaitwa destiny helper. So baada ya hapo nikaanza kuomba Mungu. Baada ya kuomba Mungu, Mungu akaanza kugusa watu sasa, akaanza kukamata watu sasa, akaanza kugusa watu. Mtu mmoja, baada ya ile maombi nilianza kuomba kwa baada ya destiny helper, kuna mtu mmoja kwa muda mrefu sikuwasiliana naye, sikuongea naye kwa muda mrefu kidogo, na kipindi hicho wala sikuwa na mazoea naye. So nilikuwa niko darasani, baada ya hapo nikakuta missed call 3 amenipigia. Mungu akaniambia nimeanza kumkamata mtu ili aweze kukutunza. So baada ya hapo nikamtafuta, akanieleza vitu vyake, matatizo yake. Basi Mungu akanipa neema, nikamshauri, nikamwombea, na Mungu ni mwaminifu. Usiku ule Mungu alifanya. So yule mtu akaniambia, Pastor, Mungu ametenda kile ambacho umeniombea, Mungu amefanya. So naomba kesho nikutumie sadaka, kwa sababu usiku umeenda na sina fedha kwa akaunti yangu, naomba kesho nitakutumia sadaka yangu. So alivyoniambia vile, na mimi kipindi hicho nilikuwa sina hela, nilikuwa na 200 tu, nakumbuka kwenye mfuko wangu nilikuwa na 200 tu, na unaweza kufuta picha mchungaji na shilingi 200 kwenye mfuko. So nilikuwa na 200 tu. Baada ya hapo yule mtu akaniambia nitakutumia sadaka. So kesho yake nikiwa niko chuo cha Biblia pale Central Bible College, nikawa nimetulia nasubiria huo muamala, maana namba nilimpa. Nikiwa darasani nikaona message imethibitishwa, ilikuwa 1,100,000 na shilingi 5,000. Nikashtuka kwa mara ya kwanza, 1,100,000 na 5,000. Mungu akaniambia kwamba mimi ni Mungu, ninaweza kutunza watu wangu. So ikawa ni hivyo, Mungu akaendelea kuinua watu. Unamwombea huyu anatuma 500,000, unamwombea. Sasa Mungu akaanza kuona, unaona mwanangu, ungeendelea kuangalia siku zote kwamba ukiwa na uhitaji wa fedha utamwangalia Pastor Gregory, usingetoka hivyo viwango, usingeenda mahali fulani. So ili uende, ilibidi nitoe hao watu, nitoe utegemezi. Kuna mahali utaenda, kuna watu umekuwa unawaangalia, kuna watu umekuwa unawatazama, kuna watu umekuwa unawategemea. Sasa ili uvuke na kuona viwango vingine, Mungu inabidi aondoe aina fulani ya watu na akuletee aina fulani ya watu ili aweze kukusogeza na kukutoa polipo katika jina la Yesu. Ni maombi yangu kwako, Mungu akuinulie watu sahihi, watu ambao Mungu atawatumia kuondoa utegemezi ulionao na kumwangalia yeye katika jina la Yesu Kristo.
Lakini jambo la pili, utajuaje kwamba majira yako kutoka amefika? Jambo la pili, vita inakuwa kali au vita inaongezeka. Vita inakuwa kali au vita inaongezeka mahali ulipo. Kwenye kile kitabu cha Kutoka sura ya kwanza mstari wa 8-11, baada ya huyu Farao mpya kuinuka asiyemjua Yusufu, jambo la kwanza ambalo analifanya, anasema hivi, jamani, ya watu wako kwenye nchi yetu, lakini wanaongezeka sana, ni wengi sana, alafu wana nguvu kuliko sisi, so tuwatende kwa namna ya akili ya watu, ili hawa watu tuweze kuamudu. Tusipofanya hivyo hatuwezi kutoboa, so inabidi tuwadhibiti hawa watu, inabidi tushughulike na watu ili tuweze kuwashinda watu. So jamaa inabidi liongeze mateso. Inasema sikiliza, inabidi waongezewe kazi ngumu wa jamaa, la sivyo hawa jamaa watakuja kututawala. So ilibidi hawa watu waweze kudhibitiwa, so mateso yakaongezeka. Wenye nchi ya watu wanaanza kuteswa, wanaanza kufanyishwa kazi ngumu, wanaanza kulimishwa, wanafanya kazi nzito sana. Lengo la Mungu ni kwamba anataka watu watoke, kwa sababu wamerelaksi, waliona nchi ni ya kwao, waliona pale ni kwao, walijihisi kwamba wamefika. Mungu inabidi afanye hayo mambo, anabidi aongeze vita iwe kali zaidi ili watoke hapo walipo, kwa sababu wasingeongezewa vita, wasingeongezewa mateso, wale watu wasingetoka. Kuna wakati Mungu ili akutoe mahali fulani inabidi aongeze vita, aongeze vita. Ulikuwa una vita eneo fulani, Mungu inabidi aongeze ili uone this is not normal, hii sio hali ya kawaida, ili uweze kuchukua hatua. So unapoona vita inaongezeka, ujue ndo mlango wako wa kutokea. So unapoona kuna vita fulani ulikuwa unapitia mwanzo, ila sasa hivi imeongezeka, huenda ni vita kwenye masomo, huenda ni vita kwenye uchumi, iwe ni kwenye eneo la ndoa, ukiona vita imeongezeka, maana Mungu anasema umerelaksi, unatakiwa kutoka hapo na kwenda viwango vingine. So leo fanya maamuzi magumu ya kuambia shetani, sikiliza, umenitesa kwa muda mrefu, ila sasa imetosha. So ndio kitu ambacho hapa ilibidi wafanye. Mungu ilibidi aongeze vita ili hao watu wafanye maamuzi kwamba lazima tufanye maamuzi ya kukataa hii hali. Hapana, jamaa likazidi kuwatenda kwa akili, likawatenda kwa akili, kazi zinapiga ile jamaa, kazi wanafanya kazi nzito. Mungu anasema lazima watu watoke. So ilibidi mateso yaongezeke. Unapoona mateso yanavyoongezeka kwako, ujue hiyo ni alamu ya Mungu kwamba unapaswa kutoka hapo ulipo. Jambo la tatu, unawezaje kujua kwamba hapo ulipo unawezaje kutambua kwamba haya ni majira yako ya kutoka? Jambo la tatu ambalo nitazungumzia la mwisho, jambo la tatu, kuchoshwa na hali unayopitia. Kuchoshwa na hali unayopitia. Nisikiza vizuri sana. Kutoka ile sura ya 3 mstari wake wa 7 mpaka wa 8 pale na wa 8. Utaona watu hawa baada ya kuinuka Farao asiyemjua Yusufu, mateso yaliongezeka sana. Yalipoongezeka ni kama walianza kurelax. Sasa Mungu aliahidi watu hawa wakae miaka 400 tu, baada ya kuwatoka. Ile miaka 30 haikupaswa kuwepo. Ile miaka 30 ilikuwa ni miaka ya mputaputa, miaka ya mpera. Yani hiyo miaka ni bandika bandua, ni kazi juu ya kazi. Yani hakuna kurelax. Mateso yanaongezeka. Yani kama walikuwa wanafanya kazi masaa 8, inabidi waongezewe mara 2, masaa 16. So badala ya kulala muda wa kutosha, muda unapunguzwa kulala. So kazi zinakuwa nyingi sana. Hawa jamaa wakasema this is too much. Wakaanza kuchukia hali waliokuwa wanapitia, wakaanza kuona hii sio hali ya kawaida. Kuna mambo kwako umekuwa unaona ya kawaida, kuna hali umekuwa unaona ya kawaida, unaona ya kawaida. Kuna maisha fulani umeona ya kawaida, kuna hali fulani ya uchumi kwako umeona ni ya kawaida, umerelax. Unasema ndo maisha yetu, ndo hali tuliyokuwa nayo. Ukiona hiyo kitu inaondoka kwako, kuna hali unaanza kuona mbona haya sio maisha, mbona haya sio mazingira yangu, mbona mimi sikupaswa kuwepo hapa, mbona mimi nilipaswa kuwa na kazi mahali fulani, mbona mimi nilipaswa kuwepo sehemu fulani, mbona hivi. Ukishaanza kutambua, ukishaanza kuchoshwa na hali unayopitia, ujue hayo ndo majira yako kutoka. Wewe umeumwa kwa muda mrefu sana, lakini sasa hivi hiyo hali imekuwa inakutesa. Kwa nini mimi kila siku naumwa? Umekuwa ni mtu wa hospitali. Kuna mtu umefika kiwango umekuwa ni kama daktari, yani wewe unajua dozi zote. Mtu akiumwa tu kidogo, akipiga chafya, unasema haya mafua ni mafua ya allergy, haya dawa yake tumia cetirizine. Yani umekuwa unaumwa mpaka imebidi uanze kukariri kwamba hii ni dalili ya nini, dawa yake nini, kwa sababu umeumwa sana. Kuna familia sana namna hiyo, mtu unaumwa mpaka unaanza kuwa daktari mwenyewe. Yani mtu kimwona wewe, hiyo ni malaria, hiyo sio typhoid, hiyo ni malaria hii, kwa sababu umeumwa vya kutosha. Kuna mtu mpaka dawa anazo. Ukitaka usiende hospitali, ngoja nikaangalie kwanza ndani, maana dawa anazo, ngoja nikaangalie kwanza ndani. Kwa sababu gani? Kwa muda mrefu amekuwa anaumwa. Sasa kuna mtu amehisi hayo ni maisha yake, lakini ukishaanza kuona kuna namna fulani unachukizwa na hiyo hali, ujue kuna namna Mungu anazungumza naye kwamba mwanangu, huu ni wakati wako wa kutoka, hiyo hali sio ya kwako. Kuna mazingira fulani mwanangu nazungumza na wewe,
kwamba toka. Huenda ni hali fulani ya kiroho, unaona kabisa umekuwa unafanya huduma lakini kuna some impacts, kuna results au zioni kwako. Mungu anakuambia mwanangu, hiyo hapana. Unaanza kuchukia, sema mbona Mungu nimekuwa na huduma ya kawaida, sitaki huduma ya kawaida. Mungu anakuambia yes, sasa ndio utoke kwenye viwango na kuona viwango vingine. So mtumishi wa Mungu unayenisikia, unayenitazama, uliyeko mbali na karibu, uliyeko Tanzania na nje ya Tanzania, mpendwa wangu, nataka nikwambia kwamba dalili hizi ambazo nimezungumza tatu zinaweza kukusaidia kujua kwamba hayo ni majira yako kutoka. Huenda kwa muda mrefu umekuwa sehemu fulani, umekuwa kwenye mateso, umekuwa kwenye shida, umekuwa kwenye changamoto, umekuwa kwenye mazingira ambayo huwezi kuambia watu. Huenda kuna dhambi imekuwa inakutesa, huenda kuna ugonjwa umekuwa unakutesa, huenda kwenye biashara yako umekuwa unapitia mapito, huenda kazini kwako kuna hali umekuwa unapitia. Nataka nikwambia kwamba hayo ni majira yako kutoka. Ukishaanza kuliona tatizo, ujue Mungu anakufungua macho yako ya rohoni upate kuona kwamba kuna kitu kiko sawa sawa, unapaswa kutoka. So ni maombi yangu Bwana akutoe kwenye aliyopitia sasa. Nataka nikuombea kwa dakika chache. Unaweza kujiambatanisha nami katika maombi haya, na kutawekwa namba za simu chini ya video hii. Kama kuna hali yoyote ambayo umekuwa unapitia kwa muda mrefu na unatamani kutoka, haijalishi kuna dhambi imekuwa inakutesa, haijalishi kuna mapito kwenye biashara yako, haijalishi kuna mapito au kwenye changamoto kazini kwako au kwenye ndoa yako au kwenye eneo la zao, na unaona kabisa mbona ni majira yangu kutoka, na unatamani kutoka, unatamani kupata mpenyo na umeshindwa kupata mpenyo, nataka nikwambie nitakuombea hapa, lakini ukipata muda tuma message au nipigie, niko tayari kukuhudumia, maana ndio kitu Mungu amenipa mzigo katika majira haya. Nataka nikuombee sasa, na kama uko mahali pa utulivu, funika macho na mimi hapo ulipo sasa, alafu nikuombee na nguvu ya Mungu ambayo haijawahi kusudiwa na mazingira itakugusa. Na hapa ndiko kuna mtu mmoja kwenye Biblia, akida mmoja, alimwambia Yesu Kristo, hauna haja ya kuja nyumbani kwangu mimi, hauna haja, wewe tamka tu neno moja na mtumwa wangu atapata kupona. Nisikilize, imani uliyokuwa nayo hapo hapo ulipo, vile utakavyojiungamanisha, Mungu mwenye nguvu atakugusa, atakusaidia, atakuvusha na kupeleka kwenye viwango vingine. Nataka nikuombee sasa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya mtumishi wako huyu. Baba, umekuwa na sisi katika wakati mzuri sana. Tumejifunza kwa habari ya kutambua majira ya kutoka kwetu. Baba, tumekuwa na wakati mzuri sana wa kujifunza, na Roho Mtakatifu tumetambua ya kwamba haya ni majira yetu ya kutoka. Tumekuwa kwenye mateso kwa muda mrefu, tumekuwa kwenye hali fulani kwa muda mrefu. Huenda kwenye biashara yake amekuwa kwenye hali fulani ya mateso kwenye biashara, amekuwa mtu wa hasara kwa muda mrefu. Huenda ni kazini, kuna vita amekuwa anapitia kazini kwake. Baba, haya ni majira yake kutoka. Nami natangaza katika jina la Yesu Kristo, ile hali ambayo anapitia sasa, Bwana mpe neema ya kutoka katika jina la Yesu Kristo. Baba, ni kweli kuna Farao ameinuka asiyemjua Yusufu. Baba, hiyo ni alarm kwetu ya kwamba ni majira yake kutoka. Baba, ninamwombea mpenyo katika jina la Yesu Kristo. Bwana, umesema ya kwamba hakuna jaribu lisiokuwa na mlango wa kutokea. Nami natangaza kwa damu ya mwana kondoo ya kwamba haya ni majira yake kutoka. Bwana, achilia mpenyo kwake katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza mpenyo kwenye masomo yake, natangaza mpenyo kwenye mahusiano yake. Bwana Yesu, natangaza mpenyo kwenye ndoa yake katika jina la Yesu Kristo. Mpenyo kwenye uzao wake Bwana, ukampe mpenyo, ukampe Bwana mlango kutokea katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, nakushukuru kwa sababu neema yako ni kubwa, utamsaidia kutoka utukufu wako, ni katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeomba na kuamini, amen. Mungu wa mbingu na nchi awabariki sana. Amen, amen, amen. Asante sana.